Umewahi kufikiria uko ndani ya ndege, mida ya usiku umetulia, huku watu wengine wamelala, wengine wanaangalia filamu, na ukiwa umeshasafiri takriban dakika 40 angani. Wakati huo kila kitu kiko shwari kabisa, hakuna anayejua baada ya muda mfupi dunia haitawaona tena. Hii ni simulizi ya kweli kabisa ya ndege ya MH370, tukio ambalo hadi leo limebaki kuwa moja ya mafumbo makubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya usafiri wa anga. Karibu Anod Media, sehemu pekee ambayo utajipatia historia mbalimbali ya matukio yaliyowahi kutokea duniani. Mimi ni Kilaka. Hey! Usiku wa tarehe 8 Machi mwaka 2014, ndege ya shirika la ndege la Malaysia Airlines chapa MH370 iliondoka Kuala Lumpur, Malaysia kuelekea Beijing, China ikiwa na watu 239. Ndani ya dakika 38 tu ilipotea na hadi leo hakuna anayejua kwa usahihi wameenda wapi. Ilikuwa ni saa 7 na dakika 19 usiku. Ndege hiyo ilikuwa inakaribia kutoka kwenye anga la Malaysia na kuingia anga la Vietnam. Huu ni ukanda wa giza ambapo waongoza ndege wa nchi moja wanaikabidhi ndege katika uongozi wa nchi nyingine. Sura ya pili ya fumbo hili ilianzia hapa. Sekunde chache mara baada ya maneno hayo, mfumo mzima wa mawasiliano ndani ya ndege ulizimwa kwa makusudi kutoka ndani ya chumba cha rubani. Ghafla MH370 ikawa kipofu, haionekani kwenye rada za kiraia. Ingawa rada za kiraia hazikuona kitu, lakini rada za siri za kijeshi zilirekodi kitu kilichowashangaza wanasayansi wengi duniani. Baada ya mifumo kuzimwa, ndege hiyo haikuendelea mbele kwenda China. Badala yake ilipinda kona kali sana na kurudi nyuma, ikavuka tena ardhi ya Malaysia na kuelekea upande wa kusini mwa bahari ya Hindi. Mawasiliano ya satellite yanaonyesha kuwa ndege hiyo iliendelea kupaa kwa masaa mengine 6 ikiwa haina mawasiliano yoyote yale, huku abiria wote wakiwa gizani kabla ya kuishiwa mafuta na kudondoka baharini. Swali ni je, ni nani aliyekuwa anaendesha ndege hiyo kwa masaa yote 6 na kwa nini alificha? Kwa kuwa hakukuwa na mabaki kamili ya ndege hiyo, basi maswali na nadharia ni nyingi kuliko majibu. Nadharia ya kwanza inadai kuwa ilikuwa ni njama ya rubani. Wataalamu wengi wanaamini kuwa rubani mkuu alikuwa na matatizo ya kisaikolojia. Inasemekana alizima mfumo wa oksijeni, akalaza abiria wote usingizi wa kifo, na kisha akaiongoza ndege hiyo hadi kwenye eneo la mbali kabisa baharini ili isipatikane kamwe. Nadharia ya pili inadai kuwa ni utekaji wa kiteknolojia. Nadharia inasema kuwa ndege ilidukuliwa kwa mbali kwa kutumia mifumo ya kompyuta ya siri na kuelekezwa kusikojulikana bila marubani kuwa na uwezo wa kufanya chochote. Nadharia ya tatu inadai kuwa ni uvamizi wa kushangaza kutoka ulimwengu mwingine. Ndiyo, hapa wapenzi wa mambo ya siri na viumbe vya ajabu watanielewa. Kupotea ghafla kwa ndege kubwa kama ile bila kuacha hata tone la mafuta juu ya maji kunawafanya watu wengi waamini kuwa ilivutwa na kuchukuliwa na nguvu kubwa kutoka nje ya sayari yetu. Utafutaji wa MH370 ulikuwa mkubwa na wa gharama zaidi kuwahi kutokea katika historia ya binadamu, lakini cha kushangaza uliishia patupu bila kupata hata tone la ushahidi. Kupotea kwa MH370 imetufundisha kuwa hata katika karne ya teknolojia kubwa ya satellite na internet, bado dunia ina siri kubwa inayoweza kumeza ndege nzima na isipatikane kamwe. Swali ni je, wewe unaamini nini kilitokea usiku ule wa Machi 8? Ni makosa ya kibinadamu au kuna nguvu kubwa zaidi iliyohusika? Tuachie maoni yako kwenye comment hapo, lakini pia usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili uendelee kupata makala za kusisimua kutoka Anod Media. Mimi ni Kilaka.